Huyu ni mchezaji wa Singida akitokea kule nchini Nigeria, akiweza kufunga mbele ya Namungo jana katika mechi ama mwendelezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Inatosha kuhusishwa, kutakiwa na Yanga, na anatuonyesha ni jinsi gani kwake yeye ligi hii watu wanasema ni ngumu, lakini kwake yeye anacheza mechi 7 anafunga goli 7. Nikianza na Sistinho. Performance ina mlink moja kwa moja kwenda timu kubwa zaidi aliyopo. Nakumbuka kwenye usajili wake, kama sio usajili wake ni usajili yule kipa. Kuna mchezaji mmoja Singida kati ya wale waliosajiliwa kwa wakati ule walitambulishwa wakiwa na identity ya Yanga, kwa maana kwamba kwa makubaliano maalum na Yanga. Kwa hiyo ina maana kati ya yule kipa ambaye alikuja akapewa uraia wa Tanzania afu juzi kaitwa tena timu ya taifa ya kule Afrika Magharibi. Tumempa uraia Afrika yetu tena kule Afrika Magharibi. Wakati anatambulishwa wachezaji wa Singida walizidi idadi wa kigeni, kwa hiyo ikabidi wengine wapatiwe uraia wa Tanzania. Yule kupata uraia wa tajinisi. Walipewa. Na hata mamlaka uhamiaji walikuja wakasema ni raia wa Tanzania. Lakini nimeshangaa juzi ameitwa timu ya taifa ya huko Afrika Magharibi, nafikiri ni Cameroon kama sikosei. Kati ya yeye au Soa ni Mgana, kuna mmoja alitambulishwa kwa identity ya Yanga. Kwa hiyo ubora wao walikotoka kabla ya Singida ulikuwa sio ubora wa kwenda Singida, ulikuwa ni ubora wa kwenda timu kubwa kama Simba, Yanga, hizi timu ambazo zinashiriki hizi top flight za Afrika, mfano Champions League, Confederation, si ndivyo? Sijui malengo ya Singida kwa sababu pia hayaeleweki, lakini naamini kwa profile ya wachezaji kama hao, Jonathan Soa, Arthur Bada, Malongo, kipa yule, wote wale Maruf Chake, sijui kina nani, wale wote ni profiles kubwa sana kuliko Singida. Sijawahi kujua malengo ya Singida ni yapi kwa sababu kila mwaka wao wanasema na hawajawahi kuyafikia, lakini naamini wachezaji walionao ni wakubwa kuliko wao, kuliko timu. Yep. Kwa hiyo ukiniuliza Jonathan Soa mechi 7 goli 7, hiyo ni profile ya Singida? Hapana. Yes, hiyo hapana. Ni profile ya timu kubwa with all due respect. With all due respect kwa Singida. Yaani hapa siwavunjie heshima Singida, ila naamini wale ni wachezaji wakubwa sana kuliko wao. Raymond, huu uwekezaji wa Singida na tukiangalia wachezaji wengi wanaotoka Singida tunajua wanapokwenda sometime. Wapi? Inasemekana pale ni Karakana, lakini pale ni eneo ambalo linamwandaa mchezaji kwenda upande wa pili. Wapi? Kwenda upande wa Wananchi. Sasa inasemekana anakwenda Yanga huyu za chini ya kapeti. Pale ni maandalizi tu, kama gari iko gereji inafanywa marekebisho hivi na hivi na inapambwa afu baada hapo tajiri mwenyewe anapelekewa. Hii unaliamini Raymond? Na kama atakwenda Yanga, nani anaweza katoka pale katika shambuliaji wale? Binafsi naamini Jonathan Soa ni tamanio la kila timu kwenye ligi kuu. So Young Africans peke yake. Mimi sitotaka kugusia hilo swala la kwamba pale yuko Karakana, pale yuko wapi. Naamini namba zake peke yake zinamfanya awe tamanio la kila timu. Approximately amecheza dakika 630. Japokuwa hajazikamilisha kwa sababu kuna mechi alitoka, kwa sababu amecheza michezo 7 peke yake. Lakini kwenye hiyo michezo 7 amescore 7 goals. Conversion rate ya Jonathan Soa so far ni bora kuliko mshambuliaji yote ambaye anacheza ligi kuu ya NBC Premier League sasa hivi. Conversion rate yake, idadi ya mechi ambazo amecheza na jinsi ambavyo amefunga. Kwa sababu ukienda kwa Young Africans utaenda kwa kina Prince ambao wamecheza mechi 22, approximately wamecheza dakika 1980. Kwa utaenda kwa upande wa Simba kina Lionel Ateba wamecheza mechi 21, ni almost dakika 1890. Wamescore, huyu ana 8 goals, huyu ana 10 goals. Lakini huyu kacheza dakika 630 approximately, tayari ana 7 goals. Conversion rate yake hata Dube haikamati, ambaye ndo anaongoza kwa magoli. Jean Chalea ambaye pia anaongoza kwa magoli. Clement Wide Mzizi ambaye anaongoza kwa magoli, hamna anayemgusa. Kila mwalimu anatamani kuwa na mshambuliaji wa namna hiyo. Wastani wake ni kufunga bao moja kwenye kila mchezo. Nimestuka jana
nilikuwa sijawahi kumfuatilia, nimestuka ile goli jinsi alivyofunga katika ile mechi dhidi ya Namungo. Kwa nyinyi wataalamu wa uchambuzi, unafikiri aina ile ya ufungaji ndio inampa nafasi nyingi ya kufunga magoli? Kwa sababu nimeona kabisa ni mtu ambaye kafunga goli ambalo alimdanganya beki, lakini kipa alivyokuja aliendelea kutulia na akafunga. Kwa mtu mwingine pale kama nani kipa Yanga ambaye tunamzungumzia na Simba watu wa kusave, angesave. Je, aina ile ya ufungaji tutarajia anaweza kafunga tena kwa makipa bora kama hawa wawili wa hizo klabu mbili? Nafikiri kipa alitulia vizuri sana. Kipa na Mungo sio kipa wa kwanza kufungwa na Jonathan Soa. Okay. Amecheza mechi 7, ina maana hapo tayari ni magoli kipa almost 7 tofauti. Mshambuliaji kama yule analilai kwenye anticipation, ana anticipate. Yaani anakuwa huyu atafanya nini na mimi nifanye nini? Okay. Analilai kwenye composure kwamba okay, katika ule sehemu ambayo golikipa atataka mimi niwe na papara, either nipige tu shoot kutoa mpira wangu mguuni, mimi nitategemea zaidi utulivu. Mimi nitamlazimisha ama nitamdanganya kwamba nataka kufanya kitu fulani, lakini nitaenda quite the opposite. Na kitu ambacho anakifanya Jonathan Soa. Anafunga kila aina ya goli, atafunga set play, mfano penalty, atafunga volley, atafunga header. Mchezaji ambaye anaweza kufunga kila aina ya goli. Kwa nafikiri profile yake bado itaendelea kuwa na matamanio. Yaani kila timu itatamani kuwa naye, na inawezekana kama ataendelea na hii form ambayo yuko nayo. Usishangae kama top scorer wa ligi. Sawa, Singida Big Stars wanainyemelea Azam, ni tofauti ya alama 3 nafikiri au 4. Mwendo huu wa Soa kufunga Sistinho, tuna hati ya kumshusha mtu pale juu, kwa sababu wanakuja vizuri, wanakusanya point, wanaweza kama hizo nafasi ya 3. Azam walikuwa wamesinzia sana kwenye mechi zao 7 zilizopita. Ukiachana na mechi ya jana usiku, ni mechi ya Simba tu ndio walikuwa wameshinda. Kwa hiyo walikuwa mechi zote hizo walikuwa hawajui ladha ya ushindi, si ndivyo? Ndio. Wamezinduka jana kwa kushinda 4, na nilimsikia Richard Tausi akisema hii ndio Azam ambayo naifundishaga mazoezini. Kwa hiyo kumbe wachezaji wanachokiwasilisha mara nyingi huwa sio chake. Kwa hiyo naamini ni timu ambayo na yenyewe kama itawasilisha vizuri kile ambacho inacho, ni ngumu kukutwa na Singida, kwa sababu zote ni timu ambazo zina naweza kusema zina utofauti fulani hivi wa madaraja. Lakini nikirudi kwa upande wa Singida, Singida wana form nzuri kuliko Azam. Sasa itategemeana. Azam ana mechi ngumu nyingi kuliko Singida. Azam ana mechi na Singida wenyewe, ana mechi na Yanga, si ndivyo? Ana mechi ambazo zinaweza zikaamua nafasi yao pale. Lakini Singida wao wana mechi nyingi rahisi kuliko Azam wenyewe. Kwa hiyo naamini Azam wao ndio wana uwezo wa kuamua Singida awe juu yetu au asiwe juu yao. Azam ameshatoka kwenye kombe la kombe la timu ambayo ipo kwenye mashindano ya huko kwenye ligi anakimbizwa na mtu kwa ukaribu, si ndio? FA ametoka. Ametolewa na Mbeya City. Singida bado yupo FA? Yupo bado. Singida yupo. Muona hatario. Sasa tunaweza tukashuhudia tu mmoja akategemea kupita katika shirikisho kwenda michuano ya Afrika na mwingine kaangania nafasi ya 3 kuhakikisha kwamba naye anakwenda katika kombe la shirikisho, kwa sababu timu mbili za juu za ligi nafikiri ndo bado kuna nafasi ya kwenda ligi ya mabingwa barani Afrika. Hiyo ndo msimamo wa ligi jinsi ulivyo kuelekea katika dabi. Yanga pointi 58, mechi 22, Simba pointi 54, mechi 21, Azam nafasi ya 3, michezo 23, pointi 48, na Singida Big Stars ya Soa, Singida Black Stars, zamani kwa Big Stars ndio. Singida wakiwa nafasi ya 4, pointi 44. Ndio timu ambazo tumetoka kuziangalia, ingawa Azam pia tumeangalia juu tu. Tumeizungumzia Simba, Yanga kuelekea katika dabi yao, lakini pia na Singida Black Stars kupitia Soa ambaye amefikisha goli 7 katika michezo 7. Sasa nikwambie tu, endelea kufanya ubashiri wako kuelekea katika mchezo huo wa dabi kesho kati ya Yanga mwenyeji dhidi ya Simba mgeni katika dimba la Mkapa. Tengeneza mkeka wako vizuri. Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5 kupitia mabingwa wa kupanga
vizuri mikeka yao, ubashiri mzuri kupitia